Bana, ulimwengu wa habari za siasa umejaa matukio mengi kweli kweli, lakini mimi niko na mwendelezo pale ambako tumeweza kuzungumza kuhusiana na habari ya mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu, hali ya gerezani ikoje. Sasa niko na mwendelezo katika taarifa ambako leo tunaambiwa kwamba lolote litakalompata basi Tundu Lissu, Chadema pamoja na dunia havitakubali, kwa sababu afya Tundu Lissu imezidi kwa gumzo akiwa gerezani. Huyu ni makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, ambaye alizungumza mbele ya waandishi wa habari nje ya mahakama ya rufaa jijini Dodoma, na amezungumza wakati wa mapumziko maneno yake mafupi kabisa kuhusiana na shauri la maombi ya kufanywa marejeo ya mwenendo wa kesi ya mgawanyo wa mali za Chadema kilichofunguliwa na Said Issa Mohamed, lakini pia wenzake wengine wawili. Sasa Heche alizungumza na kusema kwamba lolote litakalompata Tundu Lissu, chama chetu pamoja na dunia havitakubali. Kauli hiyo ilitolewa baada ya vikao vya asubuhi ambapo mawakili wa chama cha Chadema waliendelea kuwasilisha hoja zao mbele ya jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa. Na John Heche alionekana akiwa na hasira na kujawa na hisia kali, huku akisisitiza kuwa chama hakitakubali kile anachokiita uonevu ambao unafanywa dhidi ya kiongozi wao na Freeman Mbowe na chama kwa ujumla. Na katika nukuu nyingine anasema wanajaribu kumwangamiza Tundu Lissu na kumuondoa katika siasa, lakini hiyo haitafanikiwa. Chama chetu kipo imara na dunia yote inatazama. Lolote ambalo litampata hatutakubali na hatutaacha kupigania haki, alisema Heche kwa sauti ambayo ilijaa msisimko, huku akipeperusha mkono wake. Viongozi wengine wa chama cha Chadema waliokuwa naye ni pamoja na katibu mkuu wa chama John Mnyika, naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa na wengineo, na walikuwa wamezungukwa na mamia ya wananchi waliofika mahakamani kuunga mkono kesi hiyo. Kesi ya mgawanyo wa mali za Chadema ilifunguliwa na Said Issa Mohamed na wenzake katika mahakama kuu ya jiji la Dar es Salaam chini ya Jaji Hamidu Mwanga, na Chadema ilitaka Jaji Mwanga ajivue kutokana na kulitia shaka uadilifu wake, lakini jaji huyo alikataa. Chama kisha kilimwandikia jaji mkuu kuomba marejeo ya kesi hiyo. Ni siku ya pili ya kusikiliza maombi hayo ya marejeo, ambapo mawakili wa upande wa Chadema wanaendelea kuwasilisha hoja zao. Hali ya ulinzi ilikuwa imara sana, huku askari wa polisi wakiwa wamejaa mahakamani na nje ya mahakama. John Heche alimaliza hotuba yake kwa kusisitiza kuwa Chadema itaendelea kupigania demokrasia na haki bila hofu, akiongeza neno hatuogopi, tutasimama kidete hadi haki itakapopatikana. Kauli yake imezua hisia kali miongoni mwa wafuasi wa chama na imekuwa moja ya kauli zenye mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii. Kesi hiyo pia inaendelea na maendeleo zaidi yanatarajiwa kutolewa baadaye, na tutaweza kuangazia kwa kina kabisa kipi ambacho kitaweza kuamuliwa dhidi ya kesi hii. Ni Bao Media mtazamaji, updates ziko nyingi kweli kweli, endelea kutufuatilia, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Bye bye.